Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendo ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok na channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Leo nakuletea somo ambalo nataka nikufundishe wewe ambaye umezoea kukaa pamoja na waovu. Umezoea kukaa pamoja na watu ambao wanapenda kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Wewe unakaa nao kwa kuwa ni rafiki zako, pengine ni ndugu zako, pengine ni jamaa zako, ukidhani ya kwamba hakuna tatizo. Neno la Mungu linatufundisha kwamba kukaa na waovu ni tatizo. Unapoyashuhudia maovu, Mungu atakuwajibisha, kwa sababu kama unakaa na waovu, maana yake ni kwamba ukae katika kusudi la kuwafundisha na kuwaambia waache maovu yao. Lakini ukiwa unawatazama tu ukisema ya kwamba wanafanya wao, wewe hayakuhusu, basi ndugu yangu uelewe kuanzia sasa kwamba wewe pia unahusika na maovu hayo, kwa sababu umeyashuhudia kwa macho yako na hukuchukua hatua yoyote zaidi ya kuwatazama tu kama vile marafiki zako, jamaa zako, ndugu zako, wapendwa wako, watu wako wa karibu. Ukisoma Zaburi, fungua Biblia yako, soma kitabu cha Zaburi, ile sura ya kwanza kabisa, aya ya kwanza. Inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri. Sasa kinyume cha heri ni nini? Ni shari. Kwa hiyo neno linasema wazi kabisa, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wasio haki ndio hao waovu. Wasio haki ndio hao ambao kila wakati wanatenda matendo ambayo hayampendezi Mungu na wanayatenda kwa makusudi kabisa. Lakini si kwenda tu, anasema wala kusimama katika njia ya wakosaji. Unaelewa hapa vizuri kwamba hata kusimama kwenye njia ya wakosaji pia maana yake itakugharimu. Ndio hayo, unaenda kijiweni, watu wanavuta bangi, wewe umekaa tu unasema mimi sivuti bangi. Hata kama uvuti bangi, wewe ni miongoni mwao. Unatoka na rafiki zako, mnaenda kuwatafuta makahaba, mnanunua, na wewe umo kwenye gari, umekaa kwenye gari, wenzako wanaenda, unasema wanaenda wao tu, mimi siendi. Ndugu yangu, katika ulimwengu wa roho na mwili unashtakiwa kwamba wewe unahusika. Umeshawahi kujiuliza, majambazi watoke mahali, wewe upande kwenye gari lao tu, halafu wao wanaenda kuiba? Jiulize tu swali dogo kama hili. Wewe upo kwenye gari lao tu, wameingia mahali na mtutu wao wa bunduki, wamevamia, wakaiba. Katika kuiba, wakaingia kwenye lile gari, wakakimbia. Wamefanikisha wizi wao, wameingia kwenye gari, wamekimbia, na wewe ukiwemo. Halafu mbele askari wakawazidi mjanja na nguvu, wakawakamata wale majambazi wakiwa na bunduki, wakiwa na vile vifaa, labda kama ni simu, kama ni fedha, mali walizoiba, na wewe upo ndani. Kuna namna gani ambayo unaweza ukawaeleza polisi ya kwamba wewe hauhusiki, alafu aseme wewe hauhusiki? Unaona jinsi ilivyokuwa ngumu. Maana yake gari litashikiliwa, dereva atashikiliwa, na wewe uliokuwa ndani utashikiliwa. Kwa nini? Kwa sababu upo miongoni mwao. Hivyo hivyo kwenye uovu mbele ya Mungu anahesabu hivyo hivyo.
na wewe upo miongoni mwao. Ndio maana Zaburi inasema vizuri, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Lakini anamaliza katika Zaburi ile ya kwanza, Zaburi ile ya kwanza aya ya kwanza, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Unaelewa hapa Unaelewa vizuri sasa Kumbe kuna watu wanafanya mizaha mbele ya Mungu, wanamdhihaki Mungu, wanatamka vitu visivyofaa, na wewe upo. Neno la Mungu linasema heri mtu yule, hilo ndio la kuzingatia, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, kwamba kwenye shauri, kusimama miongoni mwao, kuketi pamoja nao, kuzungumza pamoja nao, ni heri mtu yule asiyekwenda. Kwa hiyo kama unaona marafiki zako wana tabia ya kufanya mambo kama hayo, jiepushe nao mara moja, kwa sababu kila wanachokifanya na wewe unahesabika unafanya, hata kama haufanyi. Ukiwasindikiza ndugu zako kwenda kwa waganga kienyeji, wewe umeenda umekaa pembeni, ujue kabisa kwamba na wewe unahusika. Ukiwasindikiza rafiki zako kwenda kwenye kunywa pombe, unalewa huko, wanabeba wanawake za watu, wanaingia nao kwenye magari yao, wanaondoka, wewe upo tu na watazama, na manake unahesabika na wewe upo. Kwa hiyo usijione kama uko salama kwa sababu hiyo. Neno la Mungu linakataza kabisa. Faida ya kukaa mbali na waovu. Faida ya kukaa mbali na waovu, tusome Zaburi hiyo ya kwanza sura ya 6. Inasema, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Unaona hii faida? Mungu anasema anaijua njia ya walio haki. Na wewe ukitembea kwa watu ambao wasio haki, maana yake neno la Mungu nasema njia ya wasio haki itapotea. Maana yake mwisho wako wewe na wao unafanana kabisa. Kama ni kuangamia, mtaangamia wote kwa pamoja. Kama ni kupotea, mtapotea wote kwa pamoja. Lakini ukijiepusha nao, nasema kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki. Kwa hiyo Mungu atakuongoza katika njia ya watu wenye haki, pale ambapo utaamua kujiepusha na marafiki wasiofaa. Marafiki wa kike, mnashauriana mabaya, mnaenda mahali kuchukua wanaume, mnaenda mnajua kabisa mnatoka kwa ajili, mnaita nini wenyewe, kudanga, na wewe unaenda tu hata kama usiki. Ndugu yangu, ninakusii kabisa, mpendwa, ninakusii jiepushe na marafiki wa namna hiyo. Lakini ipo hasara ya kuendelea kuangangania. Kule juu kwenye aya ya kwanza kabisa imesema heri mtu yule. Maana yake kama ukiachana nayo ni heri, lakini ukiambatana nao ni shari. Sasa shari inajulikana matokeo yake ni nini. Ila tukisoma Zaburi hiyo sura ya kwanza aya ya 5, anasema kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni. Hukumu ya haki inazungumzwa hapa. Mungu hatawasimamisha siku ya hukumu ya haki hawa watu wasio haki, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa hiyo katika kusanyiko la wenye haki, watakapokusanywa wenye haki, wewe utahesabika kama vile mtu usiye na haki. Kwa hiyo zingatia kabisa hii Zaburi ile sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka aya ya 6 ina mafundisho mbalimbali ambayo yanakukataza wewe usiketi katika mabaraza ya watu wenye mizaha. Ni matumaini yangu kama una marafiki zako wana tabia hizo utaacha. Ni matumaini yangu kama una ndugu zako wana tabia hizo utaacha kuambatana nao. Wakemee, waeleze ukweli, wafundishe kwa upole, kwa saburi. Wasiposikia, jiepushe nao. Kuna watu wana tabia hiyo, ni kwa sababu labda mpo kwenye group moja, mpo kwenye chama kimoja, mpo kwenye kikundi kimoja, unawaambia jamani, ndugu zangu, hiki mnachokifanya sio sahihi. Wanakuambia wewe ni wa kizamani. Bora uendelee kuonekana wa kizamani, lakini Mungu akuhesabia haki malangoni pake. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ni matumaini yangu kuna jambo uliolipata katika mafundisho haya. Ukalibebe jambo hilo likawe faida katika maisha yako, ukaliishi na kulitumia. Usipuuze neno la Mungu,
Unapolisikia neno la Mungu, anza kuchukua hatua ya mabadiliko ili Mungu akusimamie, akuhesabie haki pale panapo stahili. Basi wewe ambao unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya YouTube ya Mikono ya Kristo, endelea kusubscribe. Kama bado hujasubscribe, bonyeza button ya kusubscribe hapo na ile alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafundisho tunapokuwa tunayaposti kwenye ukurasa wetu ama kwenye channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Lakini nikusii na kukuomba, endelea kushare mafundisho haya kwa wengine kadiri uwezavyo. Kadiri uwezavyo. Na kama una changamoto fulani, unahitaji kuelewa jambo fulani, kuna namba za simu hapo unaweza ukatupigia. Kama upo ndani ya nchi, tupigie namba kama zilivyo, lakini kama unatufuatilia kupitia nje ya nchi, kutoka nje ya nchi, nje ya mipaka ya Tanzania, ukitaka kuwasiliana sisi kwenye hizo namba, hiyo 0 uiondoe, weka alama ya kujumlisha 255. Lakini pia kama umebarikiwa, basi unaweza kaandika Shalom Mikono ya Kristo, Shalom watumishi, nimebarikiwa, nimelipata neno, nimejifunza neno, na Mungu atazidi kukubariki, maana yote ukiyafanya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu wa mbinguni. Endelea kufuatilia mafundisho yetu mengine kupitia mitandao yetu ya kijamii kama nilivyosema hapo awali, Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.